Ya, ni mchezo mzuri, mchezo ambao umemalizika kwa ushindi kwa Young Africa kuibuka kwa Silver Striker kuibuka na ushindi mbele ya Young Africa ambayo imekuwa bora zaidi kwa misimu kadhaa. Of course imekuwa ni story kubwa kwa sababu ya kile ambacho wamekifanya Silver Striker katika dimba la nyumbani la Bingu na wamefanya vizuri sana. Kitu kizuri kwanza, mashabiki waliitika kwa wingi kwenye uwanja huu japo hawakujaa 100%, lakini mashabiki walikuwepo wa kutosha ambao wameifanya mechi kuwa na vibe pia kwa wachezaji wa Silver Striker. Haikuwa rahisi kiasi hicho kwa sababu ya uwezo ambao wameuonyesha Silver Striker mbele ya Young Africa. Young Africa walitetereka eneo la kiungo kwa muda mrefu sana. Na sikuwa najiuliza, nilijaribu kuuliza maswali mengi kwenye eneo la kiungo la Young Africa, namna ambavyo mwalimu ameamua kuwatumia Azizi Ndambwile na Mudathir Yahya. Hii pacha hajaonekana kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Young Africa, lakini mwalimu aliona nini? Yeye ndo anafahamu na yeye ndo ametrain timu yake kwenye uwanja wa mazoezi. Hichi ambacho kimeenda kutokea kilionekana kwenye mechi ambayo imekuja kuwakosa Young Africa. Kumtumia Mudathir na Azizi Ndambwile, pateni yao kuna gap kubwa linabaki katikati. Azizi amezoea kucheza kama deep playmaker chini kabisa, wakati Mudathir anaenjoy kutumia maboksi yote mawili, la chini na la juu. Kitu ambacho kwa kinamfanya kumkuta Azizi Ndambwile anabaki peke yake kwa muda mwingi. Kwenye kiungo cha coach Edson wa Silver Striker alikuwa na kiungo ambaye ni nahodha wake Kamanga, moja kati ya viungo ambao leo kama kusingekuwa na namna nyingine alistahili kuwa bora zaidi. Ndio alikuwa amebeba timu yote ya Silver Striker mgongoni mwake. Yeye ndio alikuwa anaamua timu inacheza vipi, kwa speedi, pembeni, kulia, kushoto, na anaweza kupokea mipira ya kukokota. Alikuwa kwenye kiwango bora sana. Alimpa wakati mgumu Azizi Ndambwile, lakini alimpa wakati mgumu pia Mudathir, kwa sababu muda mwingi ukimhitaji kwenye kiungo alikuwa anaonekana kwa muda mrefu. Ilimfanya Young Africa kuwa na mbinu za ziada kufikiria nini anaweza kukifanya ili aweze kuweza kumiliki mpira kwenye eneo la kiungo. Ilikuwa inashindikana kwa sababu kila wakitoka Young Africa hiyo wanamwacha. Na wakimwacha anajikuta amedominate ule mchezo kwenye eneo la katikati. Kitu ambacho kilimfanya mchezaji ambaye mpaka sasa hivi amekuwa gumzo Uchizi Vunga. Amekuwa gumzo kwa sababu ya kazi kubwa alikuwa anaifanya Kamanga ambaye ni nahodha wake. Amekuwa anamfanya Uchizi Vunga kuwa huru muda mwingi, kwa sababu Uchizi ni moja kati ya watu ambao wanaenjoy kukota mipira, ni maborikeri ya wazuri. Ukimwachia nafasi ukiwa mmoja na mkikaa scattered anaweza kuwapunguza kwa asilimia kubwa. Ndicho ambacho kimefanyika hata kwenye goli ambalo lilopatikana. Ilibidi kwanza Kamanga afanye kazi yake kama kiungo wa chini, akavuruga mianya yote ya Young Africa, then akamwachia Uchizi Vunga ambaye aliweza kuwahesabu Young Africa wamekaa katika eneo gani, katika eneo lile wamekuwa scattered. Mwisho wa siku akaanza kumpunguza wa kwanza, wa pili, na kumbuka wakati huo coach Edson wa kikosi cha Silver Striker tayari alikuwa ameshamnyanyua mchezaji ambaye ni winga wa timu hiyo ambaye mara nyingi amekuwa akianza, lakini coach alimtumia kama super sub leo. Anaitwa Ernest Petro. Huyu ni mchezaji ambaye mara nyingi huwa anaanza kwenye michezo mingi sana ya Silver Striker. Aliona kuna weakness ya Young Africa kwenye eneo la eneo ambalo alitoka Israel Patrick Mwenda. Baada ya kutoka yule akamuingiza Ernest Petro. Ni mtu ambaye anaweza kuingia nyuma migongo ya wachezaji na ameweza kufanya hivyo kwa asilimia kubwa. Alivyoona kwamba Uchizi Vunga anaanza kupunguza watu, alianza kuingia kwenye boksi kutafuta nafasi ambayo itakuwa huru kwenye eneo la 18, na akafanikiwa kuingia, na then akagadi mwili wa Max Nzengeli, akapata nafasi ya kuweza kumtengenezea Anduru, ambaye Anduru Yusuf akaweza kufunga bao ambalo lilikuwa ni rahisi kweli kweli, lakini kazi kubwa limefanywa na viungo wakati wa kikosi hicho cha Silver Striker. Hapo ndio weakness ambayo ilikuja kuonekana Young Africa, kwamba kuna namna ambavyo viungo walizidiwa mapema sana, na sijawaza zaidi kwa nini kocha Romain Folz aliamua kumtumia Azizi Ndambwile na Mudathir wakati kwenye benchi una Duke Abuya. Ni kitu ambacho nilikuwa najaribu kufikiria. Duke Abuya ametoka kuwa na fitness nzuri kwenye timu yake ya taifa ya Kenya, then amekuja hapa, unapaswa kumpa game kwa sababu tayari ana utayari wa kucheza mchezo. Amemwonyesha kipindi cha pili tayari timu imeshakuwa nzito kwenye eneo la kiungo, kwa kuinyanyua tena timu kutokea chini
kuja uwe timu ambayo tunaweza compete na watu ambao tayari damu zao zimeshachemka, wako active uwanjani, ni kitu kigumu zaidi. Kwa hiyo hicho ndio kimetokea kwenye mchezo, na mwisho wa siku wameweza kuruhusu bao hilo moja ambalo limewafanya Silver Strikers kuona kwamba inawezekana sasa kuifunga Young Africa. Inawezekana kwa sababu wachezaji wa Young Africa wanaonekana ni wakubwa kuliko mwalimu. Kwa sababu mwalimu anashindwa kupanga kikosi chake vile ambavyo kinaweza kumpatia matokeo. Kuna muda anaamua kufanya rotation wakati ambapo rotation haitakiwi. Kuna muda anaamua kufanya maamuzi ambayo hata benchi la ufundi wenyewe nafikiri bila shaka wanakuwa wanajiuliza mwalimu anataka kitu gani. Lakini kwenye uhalisia mwalimu ndo ana train na timu, yeye ndo anajua timu yake kwa uzuri zaidi. Lakini kitu ambacho mimi sikukifurahia ni namna ambavyo mwalimu alikuja kufanya changes za wachezaji. Kwa mfano, unamtoa beki ambaye ni halisi, ni Israel Patrick Mwenda ambaye alionyesha walau energy bado iko nayo, na Max Zengeli alionekana ameshachoka kwenye mechi. Nitegemea kumuona mwalimu anamtoa Max Zengeli kumuingiza mchezaji mwingine kwenye kiungo ambaye ana energy ya kukaba maeneo mengi kwenye box ili aweze kuwa na ubora huo. Lakini mwalimu alimtoa Israel Patrick Mwenda akamuingiza Edmund John. Yaani maana yake umevunja fullback, umemuingiza kiungo mshambuliaji. Unamtaka Max Zengeli ambaye tayari energy yake iko chini acheze fullback ya kulia. Ndio maana kuna mipira mingi ya Max Zengeli haiwi na ufanisi, na hata alipoanza kucheza kama fullback wa kulia hakuna impact yote ambayo ilitokea katika ile eneo. Kwa hiyo ni weakness ya mwalimu, alishindwa kusoma mchezo kwa haraka, lakini mwisho wa siku amekuja kuipa mzigo mkubwa Young Africa, ambapo tayari ilishafanya changes ya Silver Strikers, wachezaji ambao wanaweza kuwa na mbinu ya kukimbia maeneo mengi ya uwanja na timu ikawa na balance nzuri. Hicho ndicho ambacho kinakuja kumtofautisha Romain Folz na walimu wengine. Ni mwalimu ambaye anatuonyesha kwamba hana uwezo wa kuistadi mechi ikiwa inaendelea ndani ya mchezo. Kwamba huyu amefanya changes ya huyu amefanya changes ya huyu, mimi niingize mtu gani ambaye yupo. Ile squad ya Young Africa ina watu wengi sana, si ndio? Ina Lassana Kouma kwenye kiungo, ndio. Lakini hajatumika kabisa leo. Alimeamua kumshusha AI ya mpira na muita hivyo Mohamed Dumbia kwenye eneo la kiungo, lakini still hakupata mianya mingi kupitia mipira kwa Pacome Zouzoua ambaye amekuwa ni mkombozi wa Young Africa kwa siku za hivi karibuni. Lakini pamoja na yote Young Africa bado wamecheza vizuri. Nafasi wametengeneza nyingi, lakini nani alikuwa yuko juu eneo la ushambuliaji? Ni Andy Bobo Boyeri ambaye bado na yeye anatafuta kutengeneza legacy yake ndani ya Young Africa. Nilijiuliza maswali mengi, kwa nini mwalimu pia alichagua kwenda na Bobo Boyeri badala ya Prince Dube kwenye eneo lile? Hauna Mzize, hana fitness, hayuko vizuri, katoka kwenye majeraha. Kwa nini usimtumie mtu ambaye ana utayari wa kucheza mechi hizi? Kamnyanyua Andy Boyeri, kamwanzisha, kampa dakika nyingi za kucheza bila kuwa na faida yote. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwalimu mwenyewe aliamua kuifanya mechi kuwa nzito kwa upande wake, kitu ambacho kilipelekea Young Africa kupoteza bao 1-0. Nikisema hivyo naanza kuwa na wakosea wengine heshima, kwa sababu madaraja ya wachezaji walioko pale, Andy Boyeri, Prince Dube, ni madaraja makubwa. Mzizi anakuwa kwenye football, lakini amekuwa na bahati kuliko wote kwenye eneo lile la ushambuliaji. Huenda angekuepo, angetengeneza mianya mingi ya kutengeneza nafasi na room za kupewa pasi katika maeneo mazuri kuliko hao wengine waliokuepo, kwa sababu ni mtu ambaye anaenjoy kutembea maeneo mengi sana ya uwanja. Anaweza kukota mipira kutokea pembeni, kulia pia, lakini pia na uwezo wa kunusa hatari na kuweza kutumia nafasi kwa usahihi. Ukiwaacha wao wote katika nafasi ya shambuliaji namba 9 waliochezeshwa leo, hakuna mtu mwenye bahati kumshinda Clement Mzize. Huenda angekuepo leo angeweza kuonyesha kitu cha tofauti kuliko Prince Dube na Andy Boyeri, lakini kwa sababu tayari hayuko fit, mwalimu anafanya nini? Anapaswa kutumia wachezaji ambao wanaweza kufanya vizuri zaidi. Lakini kitu ambacho kinanishangaza ni mwalimu kuendelea kumngangania Andy Boyeri ambaye alionekana mpaka first half hakucheza vizuri, na second half kaendelea kumpa dakika nyingi zaidi za kucheza. Kitu ambacho kilinifikirisha zaidi. Lakini pamoja na yote, wote ni wachezaji wa Young Africa, lakini bado mechi haijaisha. Hiyo ni mechi ya kwanza, wameruhusu bao moja tu. Of course Zimbwe ni fullback wa kushoto mwenye usasa sana kuliko Shadrack Boka. Ana uwezo kumaliza matukio mengi ya mwisho kwenye mpira kuliko Shadrack Boka. Lakini mwalimu ndo alitrain kwenye kikosi, akaona anaweza kwenda na mchezaji gani kwenye eneo lile la kushoto. Lakini pamoja na mechi hiyo, Young Africa hawakuwa na weakness kushoto. Weakness ya Young Africa imekuwa kulia kwa Israel Patrick Mwenda pamoja na wachezaji wengine ambao wanacheza eneo lile, kwa sababu tangu ameumia Yao Kwasi, Young Africa fullback ya kulia hawajapata faida ya mipira ya cross kutokea upande wa kulia. Fuatilia mechi zote za Young Africa, fullback ya kulia Young Africa haizalishi cross nyingi.
zaidi ya fullback ya kushoto ya Young Africa. Israel Mwenda kichukua kina mkosi Simba Sports ni free kick, ni mipira ya cross ambayo akisha move, akishavuka mstari katikati unapaswa ubadilike tena, unakuwa sio fullback, wewe unakuwa ni winger, unapaswa kumimina cross. Zimekuwa zikimiminwa lakini zinaishia kwenye vichwa vya wachezaji wa timu pinzani. Amekifanya pia hicho kwa asilimia kubwa zaidi. Kibwana Shomari pia amekuwa akifanya hicho kwa asilimia kubwa zaidi. Yao kwasi pekee ndio amekuwa na ufanisi kwa cross nyingi zaidi kwa Young Africa. Kwa hiyo hii ni weakness ambayo inakuja kuonekana baada ya fullback baada ya winga wa juu ya Israel Mwenda kutokufanya ufanisi mzuri. Kumbuka fullback ni Israel Mwenda. Namba 7 ni Max Nzengeli. Max Nzengeli asipokuwa mzuri kwenye eneo lile utaona weakness ya Israel Patrick Mwenda. Ndicho ambacho kilitokea kwenye mchezo wa siku ya leo. Lakini mimi binafsi leo sikuona weakness ya Shadrack Boka kushoto. Wala sikuona kwamba kwa unahitajika kwa Mohamed Hussein angecheza mchezo huu. Lakini Shadrack Boka alicheza vizuri. Ni kitu pekee ambacho kilikuwa kigumu ni kwenye kiungo cha Young Africa na fullback ya kulia kwenda mpaka eneo la kulia la Young Africa. Kulikuwa kuna ugumu zaidi kupokea mipira kwenye eneo la mwisho la Young Africa. Kumemfanya Pacome apate kazi kubwa sana leo. Mipira mingi akikamata kuna msitu wa watu wengi kwa sababu tayari mwalimu Edson wa Silver Strike aliamua kuweka wachezaji wanne ambao walikuwa ni Maxwell, alikuwa pia Nixon kwenye eneo la kulinda, alikuwa McDonald kama fullback wa kulia, alikuwa Daniel, wote hao wamekuwa hawapandi kwa wingi kiasi hicho. Kumbuka pia formation yake ya 4-3-3 wale watu watatu katikati walikuwa wanakuja mpaka huko chini. Alikuwa anamtumia Latson kushoto, mchezaji ambaye pia amekuwa na ufanisi kucheza kama kiungo wa kati. Timu ilikuwa bora zaidi katikati ya kiwanja na ikawafanya Young Africa kuwavuruga kutokutumia ile mianya yao ya speed. Kwa hiyo weakness ya Young Africa haikuwa kushoto. Weakness ya Young Africa ilikuwa kwenye kiungo, fullback ya kulia na eneo la kumalizia matukio. Pamoja na yote Yanga walionekana kutengeneza nafasi nyingi lakini ufanisi wao unategemea mpaka Pacome awe bora ndio aweze kupata matokeo. Ni kitu ambacho mwalimu anapaswa kukibadilisha haraka zaidi ili timu iweze kucheza kitimu na iweze kupata matokeo. Kuna madaraja ya waamuzi kwenye michuano mikubwa kama hii. Lazima utaona kuna waamuzi wanakuwa makini sana. Haikuwa tukio lile tu, matukio mengi mwamuzi wa pembeni alifanikiwa kuweza kuyanasa kwenye offside. Alikuwepo Carlos Ndong ambaye ni line 1, lakini pia alikuwepo pia Anicent Okuru akisaidiwa kama line 2, lakini pia Gerson Odofu akawa ni mwamuzi wa kati. Hawa waamuzi wote walikuwa wana maelewano mazuri. Na kabla sijazungumzia hilo tukio, kuna tukio ambalo lilitokea la Walter Harrison ambaye ni meneja wa Young Africa kuonyesha kadi ya njano baada ya kutokuwa anaridhishwa na matukio mengi ambayo yanaendelea ndani ya mchezo. Carlos Ndong ambaye alimuita mwamuzi wa kati ambaye ni Gerson Adolf, akamuita zile kelele ambazo zilikuwa zinafanya kwenye benchi la ufundi la Young Africa, ikabidi aadhibiwe kwa kumuita mwamuzi wa kati, then akaja kumwonyesha kadi ya njano Walter Harrison. Ilikuwa ni matumizi mengi na usahihi wa maamuzi ya waamuzi kwa kile ambacho anakifanya. Tuje kwenye tukio ambalo umeniuliza. Lile tukio linahitaji umakini na jicho la maana la waamuzi kwa sababu of course ilikuwa ni tukio la offside. Pasi ambayo alienda kuipewa Pacome tayari alipenda kupiga pasi ilikuwa katika eneo la kuotea. Ndicho ambacho kilikuja kutafsiri kama offside. Lakini Pacome wakati anapiga ule mpira tayari alikuwa katika eneo ambalo ni onside. Aliyempa pasi Pacome alikuwa eneo la offside. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kigumu mwamuzi kuendelea kukishikilia. Lakini madaraja ya waamuzi, umakini na usahihi ndicho ambacho kimeamua na Young Africa waliweza kulikosa lile bao. Lakini ilikuwa ni clear offside ambao watu wa mpira watakuwa wananielewa. Lakini sidhani kama kuna mtu analalamikia lile jambo. Wamenyongwa kwenye eneo gani Makoa? Kwa sababu kila sehemu walikuwa vizuri. Timu zetu za Kariakoo hazikosi sababu ili kujificha kwenye kivuli cha mashabiki, kwa sababu unapaswa kuonyesha usahihi wa matukio yako ili mashabiki wasiweze kukungonga. Hicho ambacho nakifanya ni kujificha kwenye kivuli. Lakini kwenye uhalisia waamuzi walikuwa 100% kwenye matumizi mengi. Na bila shaka hilo jambo linakuja kwenye penalti ambayo walikuja kuidai. Ni penalti siku zote ili ipatikane penalti inabidi uongeze mwili wako. Yaani ukitanua mikono umeuongeza mwili. Na hicho ni kitu pekee ambacho kinaruhusiwa kwa golikipa pekee. Sasa wakati Maxwell mlinzi wakati wa kikosi cha Silver Striker aenda kugadi ule mpira wakati Young Africa anashambulia, alikuwa amebana mwili wake na katikati ya mikono kulikuwa kumegusana na mbavu zake. Maana yake hajaongeza mwili wake. Mpira ukikugonga pale
mpira ndio umekugonga wewe sio umefuata mpira. Maana yake hautakiwi kuwa penalty. Mkono ulikuwa kwenye eneo sahihi. Ndicho ambacho kilitokea. Sasa kama kuna mtu anasema alinyongwa, maana yake anapaswa kurejea tena kuangalia tukio. Labda nyinyi mlipata nafasi kutazama picha za marejeo, mnaweza mkajiridhisha zaidi, lakini ilikuwa ni tukio ambalo linamuonyesha Maxwell amebana mikono yake na haikuwa imetoka kwenye eneo lake la mbavu. Kwa haistahili kuwa penalty kwa sababu hakuongeza mwili wake na mikono yake ikuonyesha amefuata mpira. Ni tukio ambalo lilikuwa hivyo na walilalamikia, lakini halikuwa linastahili kupata penalty.